Kwa upande wetu sisi, kwa sababu kwa mujibu wa sheria za uchaguzi maelezo ya mashahidi wao wote tunayo. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kadiri inavyoweza kusoma mashahidi, maelezo ya mashahidi na kuandaa maswali ya dodoso ambayo ni maswali ya msingi ambayo yanajikita kwenye shauri lenyewe la uchaguzi. Lakini pia kwa namna moja ama nyingine, maswali yetu kwa asilimia kubwa yanajikita kulingana na ushahidi waliouleta, ambao asilimia kubwa ya ushahidi wao umejikita kwenye linki za Facebook, Instagram na YouTube. Kwa hiyo maswali yetu makubwa na ya msingi yanajikita huko, kuhusiana ni nani alirekodi, ni nani alirekodi na vifaa gani, hizo video walizichukuaje, zilifikaje kwa walalamikaji, zilifikaje mahakamani. Kwa hiyo hayo ndio maswali ya msingi ambayo tunajikita kuhakikisha kwamba, kuonesha kwamba hizo video authenticity yake haiko proper, lakini sio tu haiko proper, na kuonesha kwamba hata chain, mnyororo wa upatikanaji wa hizo video una shida, kwa jinsi ya maswali ambayo sisi tunayahoji. Lakini pia tunahoji na kuonesha credibility ya baadhi ya mashahidi ambao wamekuja kutoa ushahidi hapa mahakamani, kwa sababu wengine wanasema kwamba wapiga kura hawakupiga kura. Kwa hiyo tunajitahidi kuwauliza ni mpiga kura anakuwa na sifa gani, na ili aweze kuwa ni mpiga kura. Kwa hiyo ni mambo ya msingi ambapo naendelea kuwasisitiza na kuwasihi wananchi wa jimbo la Kigoma mjini kuweza kuhudhuria shauri hili na kusikiliza wenyewe wajionee, kwa sababu hii ni kesi kubwa yenye maslahi makubwa kwa wananchi, hasa wapiga kura, na kuhakikisha kwamba mahakama inatenda haki kulingana na ushahidi ambao umeletwa na kulingana na jinsi tunavyowauliza. Na sisi pia kama mahakama itaona kwamba baada ya wao kutoa ushahidi wao, kama itaonekana tutakuwa na kesi ya kujibu au la, basi tutaona ni namna gani tunaweza kujitetea, kuhakikisha kwamba mizania ya kihaki inatendeka kwa upande.